رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Leo tukiwa katika Ramadhani ya pili, tuendelea na kipindi chetu cha kusoma mashairi ya tabaraka, na tulianza jana kuelezewa utukufu wa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuonyeshwa ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo shekhe atuendeleza kwa kutuambia yuhawalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi. Atuambia shekhe yuhawalu an qaribin, atagurishwa mtu kwa muda ambao kwamba ni wa karibu, min qusurin, kutoka katika majumba makubwa, makasri ambao kwamba pengine alikuwa akiishi ndani yake, muzakhrafatin, tena yaliyopambwa, ila baiti turabi, aende katika nyumba ya mchanga. Atuambia mwanadamu akiishi katika maisha ya duniani hana budi kwa karibu, hata kama itakuwa ni miaka 20, 30, 50, 100, lakini bado ni karibu. Hata kama mtu ataishi miaka 1,000,000, lakini bado yaitwa ni karibu, kwa sababu ataondoka. Atakapokuishi ataondoka, atakwenda katika maisha ya akhira ambayo kwamba nabqa bibaqaillah, tutabakia kwa kubakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huko hakuna tena mwisho, ni mwanzo ambao kwamba hauna mwisho. Lakini duniani sisi tumekuja, tuna mwanzo wetu na tuna mwisho wetu. Lakini kesho akhira, ikiwa mtu atakuwa ni mtu wa peponi, basi atabakia kwa kubakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba ni hayu la yamut. Mwenyezi Mungu ni hai, haondoki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hafi. Sifa ya kufa ni ya mwanadamu. Kwa hiyo tutabakia kesho akhira milele. Sasa tuambia, hata kama uko katika ulimwengu, lakini karibuni utakuwa ni mwenye kuondoka. Utawacha majumba, mavila, makasri, utakavyokuita utayawacha. Yale majumba ambao kwamba ulikuwa ukiyapamba kwa mapambo tofauti, ukijisifu, ukijigamba nayo, utayawacha, kisha uende katika nyumba ya mchanga. Uende ukalale kwenye mchanga, tena peke yako. Wayuslamu fihi mahjuran, Sheikh atuambia, na atasalimishwa mtu ndani ya kaburi ilhali ya kuhugurwa na kila mtu. Utasalimishwa, utafikishwa kwenye ile kaburi, kisha utabakishwa peke yako. Hakuna yoyote ambaye kwamba adai pengine akupenda na akujali sana atakayekubakia na wewe, angalau aseme hata ile siku moja ama ule usiku mmoja alale na wewe. Hata sindani, hata juu ya kabri hakuna atakayekukubali akabakia, angalau akupe company pengine. Utasalimishwa, ubakie peke yako, watu wote wakugure. Wahidan, utabakia peke yako, kama anavyotuambia Sayyidina Ali bin Abi Talib kwamba mtu anapopelekwa katika kaburi zamfuata yeye vitu vitatu: amali zake na watu wake na mali yake. Zikabakia viwili, kikabakia kimoja, vikaondoka viwili. Watu wake waondoka na mali yake, akabakia mtu na amali zake ambazo kwamba amezitanguliza. Sasa ima iwe ni amali ambazo kwamba ni mzuri, ama
amali ambazo kwamba ni mbovu, lakini mwanadamu akipelekwa kuzika yamfuata yeye mali yake, pengine gari ambayo kwamba amebebewa kupelekwa kaburini ni gari yake, kadhalika familia yake, watoto wake, ndugu zake wamfuata, lakini atabaki na kitu kimoja ambao kwamba ni matendo yake. Kwa hiyo hapa tunaonyesha kwamba hatufai kujigamba kwamba tuna watoto ama tuna mali, kwa sababu mwisho wa siku zote hizi hazitatufaa, bali kama alivyotuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwamba mali na watoto ni fitna. Tuwe na hadhari na vitu kama hivi ambavyo kwamba ni fitna, lakini tukijipamba na mapambo ya amali, matendo ambayo kwamba ni mema, ndio yatakao kutuokoa sisi katika kaburi, katika maisha ya barzakh na kesho akhira, matendo yetu. Sasa tuambia shekhe, mtu atatiwa katika ile kabri, na kabri ni mawili, ima ni raudha min riyadhil janna, ima ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi, ama ni shimo katika mashimo ya moto wa jahannam. Kitu gani kitafanya kaburi iwe ni raudha min riyadhil janna, iwe ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi? Ni matendo mazuri. Ukiwa umefanya matendo mazuri, basi kabri yako itakuwa ni bustani. Lile kabri ambao kwamba pengine sisi twaliona katika macho yetu ni mchanga na mawe juu pengine, lakini yule ambaye kwamba atakayekufanya matendo mema, Mwenyezi Mungu humbadilishia mazingira, ikawa lile kabri ni bustani, kaburi likawa ni pepo ambayo kwamba ametanguliziwa kabla kuingia katika pepo yenyewe, ikawa ameingizwa katika bustani la peponi. Na kadhalika kitakacho kufanya kaburi kuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto ni matendo mabaya. Mtu akifanya matendo mabaya, basi kaburi yake atakwenda kuikuta kuwa ni shimo katika mashimo ya moto wa jahannam, na ndani yake atakuwa akiadhibiwa kwa adhabu tofauti. Yatosha tu kwamba yale matendo mabaya huja, zile amali ambazo kwamba umezitanguliza mbaya, huja katika kaburi yako kwa umbo la mtu mwenye kutisha, kiumbe mwenye kutisha, akawa akusawaza, azidi kukutia dhiki na kukuadhibisha katika ile kaburi yako. Lakini mwenye kufanya mema, zile amali zake huja zikawa ni kipumbazi kwake yeye, ni kitulizo kwake yeye. Atuambia kisha shekhe, baada ya kutufahamisha hayo, wayuslamu fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul ightirabi. Atuambia azungukwe mtu kama huyu aliyetiwa katika kaburi na sikitiko na huzuni kwa kuingia sehemu ambayo kwamba ni ya kigeni kwake yeye, sehemu ambayo kwamba hajaizoea. Leo mtu amezoea kulala kwenye kitanda kikubwa, kisha aende awekwe katika kaburi, katika mchanga, kaburi ikiwa ni mtu mbaya limbane, awe ataona dhiki katika sehemu kama ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia kaburi zetu ziwe ni raudha min riyadhil janna, lakini yule mtu muovu, ile kaburi huwa yambana mpaka mbavu za upande wa kulia zipishane na mbavu za upande wa kushoto. Hii ni katika adhabu ya kaburini. Sasa Sheikh atuambia atakapokutiwa katika ile kabri atazungukwa na huzuni na dhiki na unyonge, kwa sababu uko sehemu ambayo kwamba ni ya dhiki. Wewe taamali tu ukiwa katika nyumba peke yako namna gani utajiona na utajihisi mnyonge, na pengine kuwe ni sehemu hakuna maji, pengine hakuna taa, hakuna chakula, uko sehemu ya dhiki. Vipi utajiona katika nafsi yako? Utaona unyonge mkubwa.
na hapo ni duniani pengine, lakini katika kaburi unyonge utakaokuona na dhiki utakaokuona ni kubwa ikiwa ni muovu, lakini ukiwa ni mwema basi utapata sahali katika dunia yako. Na Mwenyezi Mungu atatujalia tuwe ni katika wema inshallah. Kisha atuambia shekhe, baada kutufahamisha haya, atuambia shekhe, wa haulul hashri, na vituko wa siku ya kufufuliwa waja, afdhau kulli amri, ni vituko wenye kutisha zaidi kuliko jambo lingine lolote loliona katika ile kabri. Marhala ya akhira yaanza kaburini, na ikiwa ni raha mtu ataanza kupata katika kabri yake, na ikiwa ni dhiki ataanza kupata wakati ametiwa katika ile kabri. Ndio mwanzo wa adhabu na ndio mwanzo wa kuneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuambia na siku ya kufufuliwa, yani baada ya kutolewa katika yale makaburi. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia kwamba yamutul mar ala ma asha alayhi, mtu hufa na lile ambalo kwamba ameishi nalo. Ukitaka kupata salama na kuhifadhika katika kabri yako ni uishi na ibada, uishi na Qur'ani, uishi na swala na mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad, ndio utakufa kwa hali mzuri, utakufa na huku umepata husnul khatima. Kisha pia wayubaathu, na mtu anafufuliwa kwa lile ambalo kwamba ala ma mata alayhi, lile ambalo kwamba umekufa nalo. Ukiwa umekufa na wewe umeshikamana na ibada na swala na Qur'ani, umekufa ilhali wamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umekufa uko pamoja na wema, utafufuliwa pamoja na wema na yale mazuri ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya ulokufia nayo. Kwa hiyo tujue kwamba sisi tukitaka kufufuliwa kwa salama pamoja na wema, na huku tutapata mema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tuishi kwa wema, tuishi kwa namna ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala aitaka, ndio tutapata salama, tutapata mazuri. Wa illa Sheikh atuambia baada kutolewa katika makaburi, siku kama hiyo, siku ni mzito, siku kama hiyo ni ngumu kwa wanadamu. Siku ya kufufuliwa ni siku yenye makubwa ambayo kwamba ni ya kumuumiza mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawahifadhi waja wake wema. Kutakuwa kuna kivuli kama hicho haingii chini yake isipokuwa mja ambaye kwamba aliyekuwa ameshikamana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu ndiye atakaye kuhifadhika. Lakini siku ya kufufuliwa waja ni siku kubwa, siku yenye matisho makubwa. Kisha atuambia shekhe, idha du'iya ibnu adama, atakapo kuitwa mwanadamu sasa kuelekea lilhisabi, kwa ajili ya kuhesabiwa. Kila mtu atakuwa na hofu kwenda kujua hisabu yake, alikuwa namna gani, amefanya vipi, matokeo yake ni yapi, kwa sababu kila kitu kimehifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye kufanya mithqala ya dharra ya khairi atakwenda kuona kama Qur'ani ilivyotuambia, na mwenye kufanya pia mfano wa dharra, wanavyoni wa zamani walikuwa kitafsiri kwa kuwa ni chungu, yule ambaye kwamba ni mdogo sana, ama kiumbe chengine chochote ambacho kwamba ni kidogo tunachokiona ni katika dharra. Lakini leo kumekwenda kugundulika kwamba dharra ni aina ya bakteria zile ambazo kwamba hata hazionekani kwa jicho letu hili la kawaida, paka ziangaliwe kwa mashini, ni ndogo. Hapa sisi pengine tuangaliana, unapomwangalia mwenzako ama ukiangalia sehemu waona pengine
mbele ya macho yako hakuna kitu, hakupiti wadudu wala chochote, lakini huwa zapita mabilioni. Lakini kwa ule udogo ndio maana hatuzioni hizi dharati kwa ule udogo wake, lakini huwa ziko zatupita na zatutembea hata katika miili yetu, katika nguo zetu. Tukiangalia hivi tutaona hakuna kitu, lakini zatupita. Kwa hivyo mwenye kufanya hata kama ni kitu kidogo kiasi hiko, ima kiwe ni kizuri ima ni kibaya, atakwenda kupata hisabu yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameakilisha wenye kuandika, malaika wenye kuandika hasanati na malaika wenye kuandika sayiati, wenye kuandika mazuri, wenye kuandika mabaya. Sasa ni sisi tu tujaze vitabu vyetu kwa mema. Tukijaza kwa mambo ambayo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakwenda kujutia kesho akhira. Sasa Sheikh atuambia siku kama hiyo ni mzito ya kuhesabiwa wanadamu. Idha du'iya ibnu Adam, atakapokuitwa kulinganiwa mwanadamu kwenda kuangaliwa hisabu yake. Kunao watakaopokea vitabu vao kwa mkono wa kulia. Hawa ni wale ambao kwamba wamebahatika, na hawa ndio watakuwa ni katika waja wema walofaulu, ambao kwamba watakuwa wako mbali na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hasira zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul Asri, Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wal asri innal insana la fi khusr. Mwenyezi Mungu ameapa na zama, ama wengine wanavioni wametuambia Mwenyezi Mungu ameapa na swala ya alasiri. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiona katika Qur'ani ameapa, ameanza kwa kuapa na kitu ama na jambo, jua mbele yake kuna habari mzito. Mola Subhanahu wa Ta'ala ataka kutueleza. Sasa Mwenyezi Mungu ameapa na zama. Kwanza yaonesha kwamba kuna thamani. Zama ama wakati ni kitu muhimu. Haapi Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo isipokuwa lile jambo ambalo kwamba Mola ameliapia, ama kile kitu kina maana makubwa na kina thamani kubwa ama kina hatari kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na zama, kisha akasemaje? Innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Yuko katika hasara gani mwanadamu? Hasara ikiwa hakumshika Mola Subhanahu wa Ta'ala, hakufuata ya halali, hakuepukana na mambo ya haramu. Innal insana la fi khusr, mwanadamu yuko katika hasara. Hapa imekuja kwa nakira, mwanadamu yoyote, lakini kuna istithna, sio kwamba ni kila mwanadamu, ni baadhi yao wanadamu. Ndivyo alivyomaanisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kuna istithna, illa alladhina amanu, isipokuwa wale watakao kuamini, waamilu salihati, na wakafanya amali njema, matendo mazuri, watawasau bilhaqi, na wakawa ni wenye kuhusiana juu ya haki. Dini ya Mola ni haki, Qur'ani ni haki, mitume ni haki, na kila ambalo kwamba amekuja nalo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni haki. Na wakahusiana katika kusubiri. Subra sehemu tatu: subra katika taa za Mola Subhanahu wa Ta'ala, katika kufanya ibada; subra katika maasiya, tusiyafanye maasiya, tusiyakurubie maasiya; na subra pia katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukadiria, mitihani, balaa, vituko hivi na hivi. Tusubiri katika sehemu tatu kama hizo. Sasa yule atakaye kutanguliza mema atalikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa alfa kulla salihatin ataha, mtu atakuta lile jema ambalo kwamba amelitanguliza, amelifanya alipokuwa duniani. Wa sayyi'atin janaha, na ovu baya lile ambalo kwamba amelitekeleza, amelifanya katika maisha yake ya duniani. Fil kitabi, atakwenda kuyakuta yote hayo
katika kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala ambacho kwamba amempangia ni kitabu cha hisabu yake, cha kuangalia matendo yake. Sasa sisi tukimbilie katika kufanya mazuri, kujaza vitabu vyetu kwa mema ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ataka tuyafanye. Kunao watakao kupokea vitabu vao wa hisabu kwa mkono wa kulia, wengine wapokee kwa mkono wa kushoto, wale wabaya, na wale wabaya zaidi waovu wapokee vitabu vao nyuma migongo yao. Na sisi Mwenyezi Mungu atatujalia tuwe ni wenye kupokea vitabu vyetu kwa mkono wa kulia kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha katika ubeti wake wa mwisho leo Sheikh atumalizia maneno kwa kutuambia laqad ana tazawudu. Wallahi hakika Sheikh atuambia laqad ana tazawudu, ni wakati wa kujichukulia, wa kujiandalia kubeba zawadi, na khaira zadi ni attaqwa, bora wa zawadi ya kuibeba sisi wanadamu, sisi waumini ni uchaji Mungu. Sheikh atuambia usijisahau, hakika huu ni wakati wa kubeba zawadi, wa kujitayarisha huko tuendako, tuende na zawadi mzuri ambao kwamba ni takwa na mengine ambao kwamba yafuatia katika swala za faradhi, swala za sunna, kusoma Qur'ani, kumswalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoa sadaka na mengine yote katika mema. Ni wakati wa kujiandalia kubeba hayo kama zawadi. In aqalna, atuambia ikiwa tutatia akili, tutafikiria. Wa akhdhul hadhi, na ni wakati huu ambao kwamba tuko katika mgongo wa ardhi, ni wakati wa kuchukua fungu kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mema na mazuri. Mimbaki shababi, kwa wakati ule ambao kwamba umebakia wa ubarobaro, wakati wa nguvu. Huu ni wakati yafaa tupatilize, tusiseme kwamba tutasubiri baadaye, tutafanya baadaye, kwani hatujui tutaishi baada ya muda huu mfupi ambao kwamba tutaishi, ama tutaondoka duniani baada ya wakati mfupi. Hakuna ajuae, je akilala atamka, ama je akishinda atafika mpaka usiku. Kwa hiyo Sheikh atuambia tupatilize, tusisubiri baadaye, tufanye sasa hivi, tuchukue zawadi za takwa na mengine yote katika mazuri ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ataka tufanye, tuweze kufaulu katika maisha yetu haya duniani, na baada kuondoka tuwe tutapata salama. Hakuna mtu atakayekuwa katika sehemu mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ni yule ambaye kwamba ataenda mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, kwa moyo ambao kwamba umesalimika. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia Muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba man salima almuslimuna min yadihi wa lisani. Muislamu wa hakika ni yule ambaye kwamba Waislamu wenzake na wasiokuwa Waislamu watasalimika na ulimi wake, yani hatakuwa ni mwenye kutukana, ni mwenye kusengenya na mengine, na kadhalika min lisani wa yadi, na mkono wake watu watasalimika na yeye. Huyu ndiye atakaye kubahatika kufaulu katika maisha yake ya duniani na kesho akhera. Sasa Sheikh ametuhimiza na ni sisi kupatiliza. Mtu hajui akilala atamka ama akishinda je atafika mpaka usiku. Kam min sahihin, kama anavyotuambia al-Imam Shafi, mata bighairi illatin. Yule mtu ambaye kwamba umuona na nguvu ana siha, lakini ghafla utamuona amekufa, basi na ila yoyote. Ghafla tu mtu ameondoka, pengine uko katika kucheza, pengine uko katika kusoma, pengine yuko kazini na akafariki. Na wangapi ambao kwamba asha hina min ad-dahri, wangapi katika wagonjwa
ambao kwamba wameishi miaka kadhaa. Kwa hivyo jambo la kuondoka duniani halipangwi kwamba ni kwa mzee peke yake, ama ni kwa mgonjwa peke yake, ama ni kwa fulani peke yake. La, ni yoyote wakati wowote. Wangapi wafariki wakiwa katika tumbo za mama zao, wangapi wafariki wakiwa wamezaliwa tu muda ule, wangapi ambao kwamba wafariki baada ya mwezi mmoja, kuna walofariki baada ya mwaka, kuna walofariki baada ya miaka miwili. Hakuna umri wa mwanadamu isipokuwa vifo vilipitia wakati ule mfano wa umri wake. Ikiwa mimi nina miaka 20, kuna wengi walifariki katika umri huu wa miaka 20. Ikiwa yule ana miaka 50, kuna mfano wake wingi sana walifariki katika umri kama ule. Kwa hiyo sisi ni kutahadhari na kusikiliza nasaha njema kama hizi, na kwa baraka za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia tuweze kutabikisha haya ambayo kwamba tuyasikia. Atupe Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake fi dunia hasana wa fil akhirati hasana. Mwenyezi Mungu atuhakikishie kilma cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na tukiondoka duniani tuondoke kwa moyo ambao kwamba umesalimika, tuwe pamoja na mitume na kila wema. Mola Subhanahu wa Ta'ala tujalie makao yetu makubwa baada ya kuondoka duniani ni Jannatul Firdausi pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ndiyo ambayo kwamba ametueleza shekhe leo. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na atuepushie kila mashari kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kesho tutaendelea kusikiza nasiha kama hizi, mashairi mazuri haya ya tabaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان رمضان